Ni vigumu kupata maneno ya maelezo katika msiba mzito kama huu. Akikiri kuguswa kwa kina na kifo cha Jenista Mhagama, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, amesema anakosa maneno ya kuelezea machungu ya kumpoteza kiongozi aliyegusa maisha ya watu wengi na kutoa mchango mkubwa kwa taifa. Akizungumza leo Disemba 13 katika Kanisa Katoliki Parokia Kiwanja cha Ndege jijini Dodoma, katika ibada ya misa ya kuaga mwili wa Jenista Mhagama aliyekuwa mbunge wa Peramiho, Rais Samia amesema taifa limepoteza mtumishi wa umma aliyekuwa mfano wa uadilifu, nidhamu na hofu ya Mungu, akimtaja marehemu Mhagama kuwa kiongozi jasiri, mlezi wa wengi na nguzo muhimu ya matumaini kwa wanawake na vijana. Rais Samia ameeleza kuwa mchango wa marehemu ulikuwa wa kipekee katika bunge, serikali na Chama cha Mapinduzi CCM, akisema alisimama imara kutetea haki, usawa na maendeleo ya wananchi wa jimbo la Peramiho na Watanzania kwa ujumla. Ndugu waombolezaji wenzangu, ni vigumu kupata maneno ya maelezo katika msiba mzito kama huu wa mtu aliyegusa maisha ya wengi kama ilivyoelezwa hapa. Ndugu zangu, katika maisha ninayoyafahamu ya marehemu Jenista Mhagama, sitosita kusema alikuwa kiongozi jasiri na mlezi wa wengi ndani ya bunge na ndani ya serikali, aliyejitoa kwa dhati kuwatumikia wananchi wa jimboni kwake, lakini pia na taifa kwa ujumla. Katika maisha yake ya utumishi, alisimama imara kutetea haki, maendeleo na usawi wa watu aliowaongoza. Alikuwa nguzo ya matumaini kwa wanawake na vijana, na mfano wa uongozi uliotawaliwa na nidhamu, uadilifu na hofu ya Mungu. Nashukuru Mungu leo ndani ya kanisa hili nimepata kuyajua vizuri sana maisha yake ya kiroho, ya kidini. Nashukuru sana. Nilikuwa namfahamu kwa maisha yake ndani ya serikali na ndani ya Chama cha Mapinduzi. Marehemu Mheshimiwa Jenista alipata fursa kufanya kazi chini ya uongozi wangu kama waziri wa Wizara ya Nchi, Sera, Bunge, Kazi, Ajira, Vijana na Watu wenye Ulemavu, waziri wa Nchi, Utumishi wa Umma na Utawala Bora, na waziri wa Afya. Na kama alivyosema mwanangu Victor, nilimpa jina la kiraka kwamba kila nilipomweka Jenista aliziba vizuri. Amekuwa kiongozi anayesimama imara kutetea maslahi ya nchi bila kuchoka na bila kujali changamoto. Kupitia sauti yake bungeni, vitendo vyake katika jamii na msimamo wake katika uongozi, ameacha kumbukumbu njema. Nirudie aliyoyasema mmoja katika viongozi wa dini, ameandika hadithi nzuri kwa ajili yake. Kwa waheshimiwa wabunge na mawaziri, hususan wale wapya, ni waase kufuata nyayo zake kwa namna zifuatazo. Mafanikio ya bunge na taifa yanatokana na mshikamano wa wabunge wote bila kujali tofauti za kisiasa. Mijadala inabaki katika misingi ya kistaarabu na kuhakikisha inalinda heshima ya bunge kama chombo cha uwakilishi na wananchi, na pia kutimiza wajibu wenu kwa uadilifu kama alivyokuwa kiongozi wenu huyu Jenista Mhagama. Waheshimiwa na wanafamilia, nihitimishe hotuba yangu kwa kusema tunamshukuru Mungu kwa mchango mkubwa wa marehemu Jenista katika maendeleo ya jimbo lake, chama chetu, serikali na taifa kwa ujumla. Tunatambua kuwa safari yake ya uongozi haikuwa rahisi, lakini aliitembea kwa ujasiri, hekima na heshima. Leo tunapomuaga kuelekea katika makao yake ya milele, tunabaki na kumbukumbu za tabasamu lake. Niliwahi kuwasikia watu wakisema hajawahi kumuona Jenista akikasirika. Ukweli ni kwamba alikuwa anakasirika, lakini muda wote alikuwa na tabasamu. Misi tabasamu lake, lakini vile vile hekima yake
na moyo wake wa kujali maslahi ya taifa. Na hapa nataka nipige mstari, moyo wake wa kujali maslahi ya taifa. Tunakwenda kuyamisi, na niseme tumepoteza mtu muhimu sana. Kwa wanangu, wana familia na ndugu zake, tunasema poleni sana. Taifa lote lipo pamoja nanyi katika kipindi hiki kigumu. Tunawaombea faraja, nguvu na amani kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa Wanaruvuma na Wanaperamiho, tunawapa pole kwa kupoteza tumaini lenu. Mwenyezi Mungu awape faraja. Kwa mdogo wangu Mheshimiwa Jenista Mhagama, tunasema umetimiza wajibu wako kwa uaminifu mkubwa. Umepigana vita vilivyokupasa. Uimara wa taifa letu ni pamoja na mchango wako mkubwa. Mwenyezi Mungu akupe safari ya kheri, safari njema, na ilaze roho yako pahali pema peponi. Amen. Sote kwa imani zetu tunamwomba Mwenyezi Mungu aipumzishe roho yako kwa amani milele na milele. Sikiliza, unataka kujenga nyumba imara kwa bei nafuu? Karibu Kemgongo Hardware. Tunaopatikana Dodoma karibu na ofisi ya kata ya Mchuka, mkabala na barabara ya lami ya kuelekea Mvumi. Sisi Kemgongo Hardware tunauza vifaa vyote vya ujenzi, kuanzia saruji, nondo, mabati, rangi hadi matofali. Matofali yetu sasa yanapatikana kwa saizi zote kama vile inchi 5, inchi 6, yakiwa katika hali ya uimara na yenye ubora kwa bei nafuu zaidi ya soko. Iko hivi, Kemgongo Hardware ndio sehemu sahihi kwa ujenzi wako wa ndoto. Wasiliana nasi kupitia simu namba 0750694276 ama 0653611722. Kemgongo Hardware, karibu ujenge nasi kwa gharama nafuu.